kupitia katiba yake ya mwaka 1977 ambayo inasimamiwa na chama hicho, lakini pia kupitia historia zinazoonyesha namna ambavyo watu wamewahi kuvuliwa wanachama, akiwemo alikuwa kada maarufu wa chama hicho hayati Bernard Membe. Yeye anatupa uzoefu kidogo namna ambavyo Chama cha Mapinduzi huwa kinawafukuzwa wanachama wake. Mnamo Februari 3 mwaka 2020 alitumiwa barua na Chama cha Mapinduzi akitakiwa kufika kwenye kamati ndogo ya usalama na maadili ya CCM kwa ajili ya kwenda kujieleza. Alitakiwa kufika tarehe 6 na akaenda kujieleza. Baada ya hapo kuhojiwa, alijieleza aliyopaswa kujieleza, lakini tarehe 28 Februari chama hicho cha Mapinduzi kupitia NEC, kwa maana National Executive Committee, kilitangaza kimemvua wanachama, yani kimemfukuza wanachama Chama cha Mapinduzi. Lakini pia historia inaonyesha mwaka 2017 kuna wanachama watatu ambao pia walikuwa maarufu. Wa kwanza akiwa ni Dr. Emmanuel Nchimbi, lakini wa pili alikuwa ni mwenyekiti wa Umoja wa Wanawake Tanzania UWT, ambaye alikuwa anafahamika kwa jina la Mheshimiwa Sofia Simba, na watatu alikuwa ni Mheshimiwa Kimbisa akiwa ni mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi pale mkoa wa Dodoma. Hawa waliitwa kwenye kamati ya usalama na maadili kutokana na mchakato wa kumpata mgombea urais wa Chama cha Mapinduzi mwaka 2015. Wao hawakulizika au hawakulizishwa na maamuzi ya Central Committee. Kwa hiyo wao walipinga yale maamuzi, hivyo uchaguzi ule ukapita 2016, ikapita 2017. Shauri lao lilifika mbele ya kamati ya maadili ya Chama cha Mapinduzi. Sasa kwa mujibu wa katiba ya Chama cha Mapinduzi, mtu yeyote mwenye changamoto ya kinidhamu kabla hajafukuzwa anapaswa kwenda kuhojiwa kwenye kamati hii ya usalama na maadili. Tafsiri yake wanasema kwamba ni mchakato wa kinidhamu ambao una malengo mbalimbali, ikiwemo kupewa nafasi ya kusikilizwa, kuulizwa, kuhojiwa kwa tuhuma mbalimbali ambazo zinakukabili. Na huo ndio mchakato ambao ukishatekelezwa sasa maamuzi yake hayatolewi na hiyo kamati, yanapelekwa National Executive Committee kwa maana ya NEC, na NEC wao ndo huja na maamuzi ya uamuzi ambao wanautangaza hadharani. Sasa mwaka 2017 ilikuwa ni safari ya kwanza ya Dr. Emmanuel Nchimbi kama mwana CCM kuitwa kwa mara ya kwanza kwenye kamati hii ya usalama na maadili ya Chama cha Mapinduzi. Kipindi hicho alikuwa ameshateuliwa kuwa balozi wa Tanzania nchini Brazil na rais wa awamu ya 5 kipindi hicho Dr. John Pombe Magufuli. Kwa hiyo wakati wa mchakato wa utoaji wa adhabu alikuwa tayari yuko nchini Brazil na maadili ya Chama cha Mapinduzi. Weka komenti yako hapo chini kistaarabu. Mimi ni mwandishi msomi naitwa Korumba The Babas. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.